Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umewawekea vikwazo majaji wawili wa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ICC wanaohusika moja kwa moja katika vitendo vya kisiasa na haramu dhidi ya Israel. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema vikwazo hivyo vinawalenga majaji wa chumba cha rufaa cha ICC Gocha Ruda Kipendez wa Georgia na Egden Elbalsoren Damit wa Mongolia chini ya amri ya utendaji iliyolenga mahakama. Rubio amewashutumu majaji kwa kushiriki moja kwa moja katika juhudi za ICC za kuchunguza, kukamata, kuweka kizuizini au kuwashtaki raia wa Israeli bila idhini ya Israeli, akiashiria haswa kura zao zinazounga mkono uamuzi wa chumba cha rufaa Jumatatu. Katika uamuzi huo, majaji walikataa ombi la Israel la kusimamisha uchunguzi wa Palestina wa mahakama hiyo, wakigundua kwamba kuzuka kwa vita kati ya Israel na Hamas mnamo Oktoba 2023 hakukuwahitaji waendesha mashtaka kuanza tena kesi hiyo kuanzia mwanzo. Uamuzi huo ulifungua njia kwa uchunguzi wa muda mrefu wa ICC kuhusu uhalifu unaowezekana huko Gaza, ukingo wa magharibi ya Yerusalemu Mashariki kuendelea kusonga mbele. Rubio amesema vikwazo hivyo vilikuwa jibu kwa kile alichokielezea kama muundo mpana ambapo ICC imeendelea kujihusisha na vitendo vya kisiasa vinavyolenga Israeli ambavyo viliweka mfumo hatari kwa mataifa yote, huku akisisitiza msimamo wa Washington kwamba mahakama haina mamlaka juu ya nchi yoyote na kwamba Marekani itaendelea kujibu kwa matukio makubwa yanayoonekana kwa sheria na ukandamizaji wa ICC. ICC ilijibu ndani ya saa chache ikilaani hatua hiyo kama shambulio dhidi ya uhuru wa mahakama, ambapo katika taarifa kwa vyombo vya habari, mahakama imesema inakataa vikali uteuzi mpya wa vikwazo vya Marekani dhidi ya majaji wawili wa ICC, ikivita shambulio baya dhidi ya uhuru wa taasisi ya mahakama isiyo na upendeleo. Onyo hilo lilichukuliwa haraka na Baraza la Mataifa wanachama, baraza linaloongoza la ICC linalowakilisha nchi ambazo zimesaini mkataba wa Roma. Katika taarifa yake, baraza hilo lilionya kwamba matumizi yanayoongezeka ya vikwazo vya Marekani yanadhoofisha uhuru wa mahakama na uadilifu wa mfumo wa mkataba wa Roma, na lina hatari ya kuharibu uchunguzi unaoendelea na juhudi za uwajibikaji kwa uhalifu mkubwa zaidi duniani. Vikwazo hivyo viko ndani ya juhudi pana zaidi za Marekani za kupinga mahakama ya kimataifa ya jinai inapofuatilia kesi zinazohusu mwenendo wa Marekani na Israeli. Washington imekataa kwa muda mrefu mamlaka ya mahakama, ikisema kwamba kwa sababu Marekani hajawahi kusaini mkataba wa Roma, ICC haina mamlaka juu ya raia wa Marekani au washirika wa karibu. Msimamo huo uliimarika mara tu mahakama ilipoingilia kesi zinazohusu mwenendo wa Marekani nchini Afghanistan baada ya kutoa hati za kukamatwa zinazohusiana na uharibifu wa huko Gaza. Waranti ya ICC kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilikuwa ya kwanza dhidi ya kiongozi wa demokrasia inayoungwa mkono na magharibi kwa uhalifu wa kivita. Tangu Rais Trump arudi ofisini kwa muhula wa pili, migogoro hiyo ya kisheria imegeuka kuwa hatua. Mnamo Februari 2025, utawala ulifuta vikwazo vikubwa vilivyolenga mahakama hiyo, ambapo kufikia Juni mwaka huu majaji wanne wa ICC walikuwa wameorodheshwa kuwa wamepigwa marufuku, huku hatua zaidi zikiwafuata mnamo Agosti, zikiongezeka majaji wawili zaidi na naibu waendesha mashtaka wawili waliohusishwa na kesi zinazohusishwa na Israel na Marekani. Je, mtazamo wako ni upi hapo chini? Sema comment kwa hiki ambacho Marekani inachokifanya kuingilia uhuru wa mahakama ya ICC. Dondosha hapo chini, sema comment. Muhimu sana. Mimi naitwa Mr. Baro, the king of all black men, and that's the world wide one, that's my name.